Hizi ndo siri 7 zilizopo katika swala ya alfajiri. Lau utazifahamu siri hizi, basi hautowaipitwa na swala ya alfajiri hata siku moja. Usahau kugusa hiyo plus kuendelea kupata video kama hizi insha Allah. Ama siri ya kwanza, annal malaika tashhadu laka bil iman, ya kwamba malaika wanakuwa mashahidi ya kwamba wewe ni mu'min. Allah tabarak wa taala sema wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Makusudio ya hii neno wa Qur'an al-fajr ni salatul fajr, na kusema kana mashhuda ni kwamba malaika wanakuwa mashahidi juu ya wanaoswali salatul fajr. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi anatueleza kwamba rekodi ya matendo yetu yanapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa siku mara 2. Yataakabuna fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar. Malaika wanapishana kwa shift nyakati hizi 2, wakati wa swala ya alasiri na wakati wa salatul fajr. Kwa hiyo wale walioingia muda wa swala ya alasiri wanakaa mpaka alfajiri wakipeleka rekodi, wanasema ya Rabbi, mja fulani sisi tumempata alikuwa yoswali salatul asr na tunatoka tumemwacha yoswali salatul fajr. Na wale walioingia muda ule wa salatul fajr watakaa mpaka asr ndo wapeleke rekodi hiyo, na watapeleka rekodi ile tulipoingia tulimpata yoswali salatul fajr na tulipotoka tulimpata yoswali salatul asr. Kwa hiyo malaika wanakuwa mashahidi ya kwamba huyu mtu ni mu'min. Ama siri ya pili, tamfi anka sifatan nifaq. Salatul fajr inakutofautisha baina yako wewe na munafiq. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi anasema athqalu salati ala almunafiqin salatul isha wa salatul fajr. Swala ngumu zaidi kwa wanafiki ni swala 2, ni salatul isha na swala ya alfajiri, salatul fajr. Kwa hiyo yote mwenye ataihifadhi salatul fajr inapinga, inamtofautisha baina yake na munafiq. Na yote mwenye salatul fajr itakuwa ngumu kwake, na yona ni ngumu salatul fajr kuamka, basi yeye ameingia kwamba yeye ni munafiq. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar, ya kwamba wanafiq watakuwa sehemu ya chini kabisa motoni, walan tajida lahum nasira, watakuwa sehemu mbaya zaidi motoni na hawatopata wa kuwanusuru wa kuwatetea. Ama siri ya tatu, anna salat al-fajr taj'alu al-'abda fi amani Allah wa ri'ayatihi, ya kwamba yoyote mwenye ataiswali swala al-fajiri anakuwa yupo katika amani na ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema man salla subha fa huwa fi dhimmatillah, yoyote atakaiswali swala ya asubuhi, swala ya alfajiri, basi anakuwa yupo katika dhimma ya Allah, katika ulinzi wa Allah. Ina maana hakuna baya lolote litampata huyu mtu mwenye kuhifadhi na kuiswali salatul fajr. Na siri ya 4, annaha sababun fi nashatika tawala yawmik, ya kwamba ukihifadhi swala alfajiri, ukiswali swala ya alfajiri, inaifanya siku yako inakuwa nzuri na unakuwa mchangamfu siku yako nzima. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema yaqidu shaytanu ala qafiyati ra's ahadikum idha huwa naim, yani shaytan mtu atakapolala huwa anamfunga mafundo matatu kwenye kichwa chake, yamfunga mafundo matatu. Wayaqul lahu alayka laylun tawil farqud wala tastaqid lilfajr. Shaytan yamwambia huyu mtu una usiku mrefu sana, lala ya kutuliza na ya kupumbaza ulale, wala tastaqid lilfajr, usiamke sala ya alfajiri. Li Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema fa idha istayqadha fadhakara Allah inhallat 'uqdah, lau atakapoamka huyu mtu na akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, yani ukamkumbuka Allah, kitu cha kwanza ulipoamka ukamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur, inhallat 'uqdah, wa fundo la kwanza lafunguka. Fa in tawadha inhallat 'uqdah, lau atatawadha fundo la pili lafunguka. Fa in salla inhallat 'uqdah, na lau ataisali salatul fajr basi fundo la tatu lafunguka pia. Fa asbaha nashitan tayyiban nafs, asubuhi yake na siku yake nzima itakuwa ya uchangamfu, nashitan, na nafsi yake itakuwa tulivu na amani. Wewe mwenyewe ni shahidi katika hili ya kwamba ukiamka asubuhi wajisikia uchovu, mwili umechoka, wasinzia, ukasema baada ya kuswali nitarudi kulala, ila baada ya kuswali ukishaswali salatul fajr wajisikia mchangamfu, ule uchovu wote umeisha. Hata ulikuwa una nia kwamba baada ya sala urudi kulala, hautolala tena, wajisikia mchangamfu sana, yani umefunguka, unasikia mwepesi. Ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaendelea, wa illa, na asipofanya haya mambo matatu huyu, kuamka na kumtaja Allah, kutawadha na kusali,
asbaha khabitha nafsi kaslan, atamka akiwa nafsi yani haina utulivu, siku yake itakuwa ya uvivu. Kaslan, atakuwa mvivu sana, siku yake itamwendea vibaya sana huyo mtu. Kwa hiyo lau utaiswali salatul fajr, siku yako itakwenda vizuri, itakuwa na utulivu, haitakuwa na manuksi, itaenda vizuri. Kila kazi yako utakayoifanya basi itakwendea vizuri kabisa. Ama siri ya 5, yoyote mwenye kuiswali salatul fajr anapata thawabu za kusimama usiku mzima. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, man salla al-isha fi jama'atin fakaannama qama nisfa al-layli, yoyote mwenye kuiswali salatul isha kwa jamaa basi ni kana kwamba amesimama nusu ya usiku, amefanya ibada nusu ya usiku. Watu wamelala, yeye nusu ya usiku anafanya ibada. Wa man salla al-fajr fi jama'atin fakaannama qama al-layla kullaha, ila mwenye ataisali salatul fajr kwa jamaa basi kana kwamba amesimama usiku mzima akifanya ibada. Na siri ya 6, lau utaifahamu hii basi hautowahi pitwa na salatul fajr hata siku moja. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, rak'ata sunnatul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha, ya kwamba raka 2 za sunna ya alfajiri ni bora zaidi kuliko dunia na vilivyomo ndani ya dunia. Yani lau utamka alfajiri ukaswali raka 2 kabla ya swala, ukapiga raka zako 2, asema raka hizi 2 za sunna ni bora zaidi kuliko mtu kupewa dunia na vilivyomo ndani ya dunia. Ama siri ya 7, sababun li ru'yati Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah.